Naitwa Emmanuel Hando Lawei, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Harakati. Jana tarehe 17 tukio ilitokea hapa mahali tulipo, mtu kupigwa na kuuawa. Na huyo aliyempiga anaitwa Adam Keto. Na marehemu anaitwa Gabriel Noel. Mimi nilipigiwa simu na mwenye nyumba. Baada ya kupigiwa simu nikakimbia na kuwahi kwenye eneo la tukio. Ndipo nilipofika nikakuta marehemu yupo chini na mtuhumiwa hayupo, amekimbia. Basi nikafanya mawasiliano na mwenyekiti wangu na wa kitongoji, nikapiga simu ili tuungane tupate mkusanyiko wa watu, namna ya kumpata, namna ya kumsaidia aliyefanyiwa tukio mbaya la mauaji. Basi baada ya hapo simu ikapigwa polisi. Baada ya kukubaliana simu ilipigwa polisi wakaja wakafanya uchunguzi na kuwahoji baadhi ya watu na kuondoka na taarifa zao na kumbeba mwili wa marehemu. Baada ya kufika pale na kuuliza chanzo ni nini, waliosikia ambao waliokuwa nao kama marafiki kuwauliza, wakasema walikuwa wanagombania memory ya simu na simu, kwamba simu ilipotea, wakawa wanagombania simu hiyo. Hivyo basi ndo ikachukulia ugomvi wao na kuleta haya maafa. Ndio wote ni wakazi wa hapa, tena ni marafiki wako nao kila siku. Kwa majina naitwa Teofili John Soska, mwenyekiti wa kijiji cha Hala. Asilo la jana limetokea katika mvutano, na mvutano ule waliovutana walikuwa wanavutania kuhusu simu, hususan memory card walikuwa wameweka kwenye redio. Memory card ile, baada ya memory card kuna simu ambayo ilikuwa inaonekana haionekani. Pia alimuoa mwenzake alikuwa anatafuta simu. Katika hali ya kuuliza basi hajajua ni nani aliyechukua hiyo simu. Basi baadaye ndo akanyanyua mti mkubwa na kumpiga huyo kijana anayeitwa, ni baba mtu mzima, mtu wa mwaka 1980. Kwa hiyo ana umri mkubwa, sio mtoto mdogo. Kwa hiyo alinyanyua mti ule na kumpiga. Aliyepigwa hajalewa. Aliyempiga mwenzake huwa na kunywa pombe. Na kwa jana pia alikuwa anadai alikuwa amechangamka, amelewa kidogo. Mimi kwa majina naitwa Justin Bura. Mimi ni ndugu wa marehemu ambaye ni binamu yangu huyu aliyefariki. Kwenye harakati za upelelezi tulipata taarifa kutoka kwa majirani, maana alipita asubuhi hapo akiwa ameshikilia mfuko mkononi akikimbia kuelekea msituni. Kwa hiyo ndio mahali watu tukajipanga kwa vikosi takriban 6, tukajigawa kwa makundi, tukaingia msituni tukaendelea kumsaka. Mimi kwa majina naitwa Steven Thomas, ni mkazi wa kijiji cha Hala, na hapa nilipo ndio kwenye ofisi yangu. Kwa ujumla tukio hili mimi limenisikitisha sana, kwani kwanza sikuwepo katika mazingira haya. Lakini mnamo saa 12 ya jana jioni nilifika kwenye eneo hili hapa, mtoto wangu akiwa katika tukio hili akiendelea kuhudumia wateja hapa na wateja wengine. Lakini nilipofika eneo hili la hapa niliwakuta watu hapa, nikawasalimia, mimi nikaenda nyumbani kwangu. Nyumbani kwangu sio umbali, ni kama kilomita 2 kutokea hapa. Kwa hiyo nilipofika nyumbani, baada ya muda mfupi nikitaka kubadilisha mavazi yangu ili niweze kurudi kwenye shughuli nimpokee mtoto, nikapigiwa simu na raia mwema hapa. Kaniambia kuna tukio limetokea hapa, kuna kijana amempiga mwenzake hapa na ameanguka chini. Ghafla nikafika eneo hili hapa, nikamkuta bwana Gabriel Noel ambaye ndo mtu aliyepigwa amelala chini.